Wapendwa watazamaji wa Vipaji Online, mimi ni Padri Patrick Muyuku kutoka Jimbo Katoliki la Singida. Leo wapendwa ndugu zangu, ikiwa ni Jumapili ya 17 ya mwaka wa Kanisa, neno la Mungu tunalitafakari likiwa na ujumbe tumfuate Kristo kama hazina muhimu katika maisha yetu. Wapendwa ndugu zangu, tumesikia katika somo la kwanza namna Sulemani alivyoweza kuombwa na Mwenyezi Mungu. Mungu anamwambia, omba unaloliona ni zuri kwako. Yeye tunajua alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa mtawala, lakini katika tafakari yake tunamuona Sulemani anamwomba Mwenyezi Mungu amjalie hekima kama jambo muhimu katika maisha yake, jambo la kumtambua Mungu, kujua mema na mabaya katika maisha yake. Tunaweza tukasema katika maisha yetu, nyakati zetu, na sisi tunaalikwa, tunaulizwa na Bwana wetu Yesu Kristo, tuchague jambo gani? Kila mmoja wetu huenda angeweza kuwa na jambo analoliona ni zuri kwake, lakini tujifunze kwa huyu mtawala ambaye anasema anamwomba Mungu kwamba amjalie awe na hekima ya kujua mema na mabaya. Kujua mema na mabaya ni jambo zuri katika maisha yetu, kwa sababu tutajua jambo hili tunapaswa tulifanye na jambo hili tunapaswa tusilifanye katika maisha yetu. Jambo hilo la uchaguzi wa jambo hilo jema tunalisikia katika Injili. Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mifano isiyopungua mitatu, lakini tukiangalia mfano wa kwanza na wa pili, mfano wa kwanza unazungumzia kwamba mtu amepata hazina isiyositirika. Katika maana ndugu zetu wa Israeli walikuwa na utaratibu wa kutunza vitu vya thamani, inawezekana fedha, wanaweka katika mashamba yao kama sehemu ya kuyatunza. Na tunajua Waisraeli miaka yao, nyakati zao, hapa na pale waliweza kupelekwa utumwani kama matokeo baada ya kumwasi Mwenyezi Mungu, na waliweza kujikuta katika mazingira magumu ya kupelekwa joni na mazingira mengine. Hali hiyo ndiyo inayowafanya walijikuta wakihifadhi vitu vyao vya thamani katika mashamba yao, na inawezekana wengine katika nyumba zao. Lakini mfano unaoonyeshwa, yule ndugu aliyeenda kutafuta, aliyepata ile hazina, alipoona ni kitu cha muhimu, cha thamani kubwa, alichokifanya ni nini? Akatumia akili zake zote, badala ya kubaki kuichukua ile hazina na kuificha, akaona ni afadhali aichukue ile hazina, lakini achukue na ile shamba kama sehemu muhimu ya umiliki. Katika mazingira haya ndugu zangu katika Kristo, ni lazima tujue zawadi aliyotuzawadia Mwenyezi Mungu ya imani ni jambo kubwa sana, na imani ndio inayotufanya sisi tuweze kumfuata Kristo, tuweze kumpenda Mwenyezi Mungu. Kumbe Mungu ni wa muhimu kuliko vitu vingine vyote. Hakuna kitu cha muhimu kama Mwenyezi Mungu. Vitu vingine hivi vyote tunapewa kama sehemu ya kutusaidia tumpende Mwenyezi Mungu. Kumbe Mwenyezi Mungu ndio hazina yenyewe. Tunapokuwa hatuna Mungu, tunabaki watupu, tunabaki weupe, hatuna chochote. Kumbe kipaumbele chetu katika maisha yetu ni Mwenyezi Mungu. Tuwe katika furaha, katika shida, tuishikilie ile lulu, kwa sababu ni kitu cha msingi katika maisha yetu. Tunaweza tukajiuliza, kama Mungu angetupatia nafasi atuulize, au mtu yeyote angeweza kutuuliza swali, je, ni kitu gani ambacho tunakitamani, ambacho tunaweza tukamwambia Mungu tunahitaji tuwe na hiki? Inawezekana mimi na wewe, kwa sababu ya ubinadamu wetu, tusimchague Mungu. Mwingine angeweza kusema ningependa niwe na mke mzuri. Ni sala zake, ndiyo, ni sala nzuri. Na mwingine angeweza kusema niwe na magari, niwe na nyumba, niwe maarufu. Lakini haya yote yana mwisho wake. Kitendo cha kumpenda Mungu, kumchagua Mungu kama kipaumbele chetu ni jambo la msingi katika maisha yetu, kwa sababu tukiwa na Mungu tunakuwa na nguvu. Bila Mungu hatuna nguvu. Tunaweza tukadhani kwamba tumefanikiwa, tunaweza kila kitu, lakini tunapoishiwa na Mungu tunakuwa hatuna chochote katika maisha, tunabaki weupe. Ni afadhali niwe mweupe, sijafanikiwa katika mazingira ya kidunia ya sasa hivi, lakini namtegemea Mwenyezi Mungu kama kimbilio langu. Huyo ndio ninayemtegemea. Ni afadhali nimpate Mungu, nimkumbatie Mungu, na Mungu nimuishi Mungu, kuliko pengine nikabaki katika mazingira haya. Nani anaguswa katika mambo ya kikanisa? Kama kweli tunampenda Mungu, mara ngapi tunaguswa, tunasisimuka kwa yale yanayomhusu Mungu?
Mara nyingine tunasahau kwamba Mungu ndiyo kimbilio letu na Mungu ndiye anayetuwezesha. Lakini mimi na wewe mara nyingine tunajikuta tunatumia muda mwingi kwa mambo ambayo ya nyakati zetu za kidunia. Unaweza kujikuta kabisa hata Biblia takatifu haipo, ambayo inauzwa kiasi kidogo cha fedha labda 20,000, lakini hatuna katika familia zetu. Tunaweza tukajikuta tuna simu hata milioni, na kwenye simu zetu kule ndani hakuna hata kitu chochote ambacho tumeweka Biblia. Siku hizi kupitia mitandao tunaweza tukadownload hata Biblia takatifu, lakini Mkristo unakuta hana hata ile Biblia takatifu hata kwenye simu yake. Ninapoamka ninakimbilia kwa nani? Mara nyingine ninaamka, kitu cha kwanza kukisikiliza ni simu. Nani amenitumia message? Nani anaweza kathubutu akaamka akasema naamka sasa hivi, ngoja niangalie neno la Mungu, bila kujali utafungua sehemu gani? Jiruhusu mwenyewe, jipe muda, fungua sehemu yoyote, utapata ujumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunasema neno la Mungu ni hai muda wote. Tunaweza mara nyingine tukawa katika mazingira magumu, Mungu ana nguvu nyingi za kutusaidia. Unafungua sehemu fulani, unapata ujumbe ambao unakushibisha, unasonga mbele katika maisha yetu. Tusipojizatiti katika kumtegemea Mwenyezi Mungu na tusipomshikilia Mwenyezi Mungu, hatutafanikiwa. Ukristo wetu utakuwa ni Ukristo wa juu juu. Tukimshika Kristo, tuwe katika shida, tuwe katika namna gani, lazima tutasimama imara. Nyakati zetu Wakristo wenzetu na mara nyingine Wakatoliki wenzetu wanakimbia imani yetu kwa sababu hawajajizatiti kwa Kristo. Kama wamejizatiti kwa Kristo, imani inakuwa ni sehemu ya maisha yao. Hata kama ukamchanja damu yake, itakwambia labda huyu ni Mkristo Mkatoliki. Lakini mara nyingine kwa sababu Kristo tunauishi juu juu, tunapopigwa na mawimbi, tukiugua kidogo, tunaanza kutafuta nguvu zingine za kwenda kuombewa, fulani amenifanya hivi. Lakini tunasahau mara nyingine hata Kristo muda fulani aliulizwa na wanafunzi wake, tumeacha yote, tumefanya hivi na hivi, tutafanikiwaje? Yesu aliwaambia mtapata zawadi nyingi hapa duniani na mbinguni. Lakini mara nyingine aliwaambia pamoja na udhia maana yake ni changamoto mbalimbali katika maisha yetu, tunapaswa tuhakikishe kwamba tunapambana nazo, na tunaambiwa kwamba yale yaliyopungua katika mateso ya Kristo, sisi kupitia mateso mbalimbali tunajazilizia katika mateso, katika msalaba. Kama tunavyojua, msalaba ndio uliotukomboa, na msalaba ni ishara ya upendo wa hali ya juu. Tunapokuwa katika mateso, tumtazame Yesu. Yesu atatusaidia, kwa sababu tunapokuwa katika shida, katika mahangaiko, katika hali ya kawaida ya kibinadamu, ni kipindi ambacho tunamtegemea Mungu zaidi. Mimi ninaumwa, sala yangu kubwa, Mungu naomba uniponye. Kwa mara nyingine tunafinywa, tunamkumbuka Mwenyezi Mungu zaidi kuliko pengine tunapokuwa wenye afya tele, tunamsahau Mungu, tunamwacha Mungu. Wapendwa ndugu zangu, ni lazima tutambue kwamba Mungu ni wa lazima, na kila mmoja wetu akiulizwa swali lolote katika maisha yetu, ndugu yangu, napenda kwenda wapi? Kwa hakika atatamani na atasema yuko tayari kwenda mbinguni. Lakini kama kwenda mbinguni ni hamu ya kila mmoja wetu, kwa nini tusiishi yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu, yale ambayo yanatufanya yawe tiketi kwa ajili ya kwenda mbinguni? Sasa wewe kama unakuwa sehemu ya kutenganisha watu, kusababisha migogoro kwa watu, kuwa sehemu ya uchonganishi, kiburi na mambo mengine ambayo hayakupatii sifa ya kuwa na hali ya kwenda mbinguni, kwa tunapaswa tuyache. La msingi zaidi katika maisha yetu, nyakati zetu, tunapaswa tukazane mambo yanayomhusu Mungu, tuwekeze kwa Mungu. Tusipowekeza kwa mambo yanayomhusu Mungu, tutajikuta katika hali ya imani ya juu juu. Mawimbi yanapotupiga, tunajikuta tunaangamia. Lazima tujifunze. Katika mfano mmoja, vijana wawili, mmoja alijizatiti katika elimu yake ya kusoma. Alisoma shule ya msingi, akasoma sekondari, akasoma chuo kikuu. Lakini mwenzake ambaye alikuwa rafiki yake, walipendana sana. Katika upendo wa namna hiyo, hawa wenzetu, mmoja wao kwa sababu alisoma, baadaye serikali ikatangaza kwamba kuna ajira, na hiyo ajira ili uweze kupata mshahara wako vizuri, maisha yaende vizuri, unahitaji kuhojiwa. Lakini tujue kwamba hawa wawili, mmoja amesoma, mwingine hajasoma, lakini wanapendana. Watafanya nini? Wakaamua kukaa kwa pamoja
wasaidiane kama tendo la upendo. Mmoja akamwomba mwenzake ambaye amesoma, akamwambia, ndugu yangu, wewe umesoma, ninaomba utakapoingia katika mtihani huo, maswali yote yatakayoulizwa uniletee huku mimi nje, ili niweze kuyajibu na mimi niweze kufanikiwa, tuweze kupata mshahara wa kutosha. Basi mwenzake akaingia ndani ya sehemu ya kuhojiwa kwenye interview. Katika kuhojiwa kwao, yule kijana ambaye alijizatiti vizuri katika masomo yake, alisoma, aliona anawajibika na anapaswa afahamu vitu katika majitoleo yake, akaulizwa maswali matatu. Swali la kwanza analiulizwa, je, Tanganyika ilipata uhuru mwaka gani? Kijana ambaye alisoma akajibu vizuri na kwa mahiri vizuri, akasema, tulipaswa kupata uhuru mwaka 1960, lakini kutokana na sababu mbalimbali tukapata uhuru mwaka 1961. Akapongezwa na wale waliokuwa wanamuuliza maswali. Swali la pili akaulizwa, hivi ni akina nani walituletea uhuru? Kijana akajibu vizuri kwamba watu wengi walihusika, lakini Mwalimu Nyerere na Kawawa walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapata uhuru. Huyo ni kijana ambaye amejizatiti, anajua anaulizwa nini, amesoma. Lakini swali la tatu anaulizwa, katika sayari ya Mars inasemekana kuna viumbe hai. Je, wewe unasemaje? Kijana kwa sababu alitumia nafasi yake kuwa kijana, akasoma vizuri, akajibu kwa ufasaha kwamba baadhi ya watu wanasema ndio, wengine wanasema hapana, lakini wanasayansi bado wanaendelea kufanya utafiti. Wale waliokuwa wanamuuliza wakamsifu kwamba amefanikiwa kujibu maswali vizuri, na akapewa cheti kwamba amefuzu, anaingia kazini na atapewa mshahara wake utakaomsaidia katika maisha yake. Akatoka nje akiwa na upendo wa kumsaidia mwenzake. Sasa huko nje alichopaswa kufanya ni alimwomba mwenzake kwamba maswali yaliyoulizwa ni mangapi? Matatu. Yanasemaje? Akamweleza la kwanza, la pili, la tatu na majibu yake, kwa sababu huyu kijana yeye alipoteza muda wake, hakutaka kusoma, alidharau. Basi akapewa maswali na majibu. Alipoingia swali la kwanza, anaulizwa, ndugu yangu, wewe umezaliwa mwaka gani? Tutambue kwamba alishakaririshwa, kwa jibu alilolijibu ni lile la ndugu yake alilokaririshwa. Kwa hiyo anaulizwa, wewe umezaliwa mwaka gani? Alichojibu akasema ilipaswa iwe mwaka 1960, lakini kutokana na sababu mbalimbali tukapata uhuru mwaka 1961. Wale waliokuwa wanamuuliza wakashangaa, wakamwambia, hivi wewe baba yako ni nani? Kijana kwa sababu alikariri, hakupenda kutumia muda wake, akajibu, watu wengi walihusika, ila Mwalimu Nyerere na Kawawa walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapata uhuru. Wale waliokuwa wanamuuliza wakaendelea kushangaa, wakamwambia, hivi wewe ni kichaa? Alichojibu akasema, baadhi ya watu wanasema ndio, wengine wanasema hapana, lakini wanasayansi bado wanaendelea kufanya uchunguzi. Mfano huu utukumbushe na sisi Wakristo wa Katoliki, tusipokazana kuifahamu imani yetu, tutakuwa tunaelea juu juu. Kama yule kijana wa kwanza, yeye alifahamu, tunaweza tukasema alifahamu imani yake, alijizatiti, ndio maana aliweza kufanikiwa. Lakini kijana wa pili, kwa sababu aliishi Ukristo wake kwa juu juu, hakutaka kujizatiti, hatimaye alikosa ile nafasi, anachoulizwa hajui. Ndivyo maisha yalivyo. Sisi Wakristo tusipoifahamu imani yetu, tukaijenga vizuri, tukaipalilia vizuri, tukabaki juu juu, hatujifunzi, hatutaifahamu imani yetu ya Kikatoliki, hatutafahamu mafundisho yetu, na changamoto mbalimbali zinapotugusa mara nyingine zinakuwa nyepesi, tunashindwa na tunakimbia kwa sababu hatujampa Mwenyezi Mungu kipaumbele. Mungu hajawa kipaumbele. Siku ya leo Sulemani anamwomba Mungu amjalie zawadi ya hekima, aweze kumtambua Mungu katika maisha yake, na hasa aweze kujua mema na mabaya katika maisha yake. Lakini tunaona namna mfano ambao Yesu ameutoa kwamba
hazina ile iliyositirika aliyeipata aliitunza, akanunua na lile shamba. Na sisi tumepewa zawadi ya imani. Imani imepandwa katika mioyo yetu. Tuitunze imani yetu, tuiweke, tuiishi, na tumtumie akili nyingi kutetea imani yetu. Lakini tunaona hata yule mfanyabiashara, na yeye ilibidi auze vitu vyote ili apate kile kilicho cha thamani. Na sisi katika maisha yetu tufanyeje? Lazima tuipiganie imani yetu, tuhakikishe kwamba tunang'ang'ana na Kristo. Kwa sababu Kristo ndiye wa thamani kubwa kuliko vyote. Kwa lazima tufanye juhudi zote katika maisha yetu, tuhakikishe kwamba tunakuwa na Kristo. Katika Kristo kuna furaha, kuna amani. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, wasikilizaji, watazamaji wa Vipaji Online, tumwombe Mungu atusaidie kwamba zawadi ya imani tuliyopewa tuitunze. Hakuna kikubwa kama zawadi ya imani, lakini zaidi hatuwezi kuitunza kwa nguvu zetu. Tumwombe Mungu atusaidie kutunza zawadi hii aliyotujalia, tuweze kuipalilia ikue, kama ambavyo tunaambiwa mti wa haradali, mbegu ya haradali ni ndogo lakini inafanya maajabu. Na sisi katika imani yetu, ikiwa ndogo hii, tukaamua kuitunza kwa juhudi zetu zote, tunaweza tukaishi katika ufalme wa Mungu, kwa sababu tumeipalilia, itakuwa na imani yetu itafanya maajabu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Padre Patrick Muyuku kutoka Jimbo Katoliki la Singida, na leo hii ninaongea nikiwa na ndugu zangu wa Kristo watazamaji kutoka katika parokia ya Kizuyani, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Napenda niwasalimu sana. Sisi Singida tuna kauli mbiu yetu tunayosema uhai Singida, tunaitikia umoja na mapendo. Uhai Singida, umoja na mapendo. Na tunasema mwajifya ino, tukiwa na maana asanteni sana. Mwajifya ino, asanteni sana. Sifa